Vijana wa usafirishaji wa pikipiki pamoja na majaji katika kata yangu ya Makole ni vijana wastaarabu, ni vijana walioelimika. Baadhi yao mule kuna vijana wasomi wa vyuo vikuu. Kama tunavyotambua katika kata ya Makole ni jirani na kata ya Tamkaleri ambapo kuna chuo cha biashara, nikimaanisha CBE wapo. Kwa hiyo mule kuna maafisa wa usafirishaji ambao ni watu walioelimika, wanajua namna ya kuweza kutumia vyombo hivi. Lakini kiusalama, kata yangu ni kata ambayo ina usalama wa kutosha na ni kata ambayo ina amani ya kutosha. Kwa hiyo katika sekta hii ya usafirishaji katika kata yangu vijana wako imara, vijana wako safi na usalama uko wa kutosha zaidi. Kitu cha kushukuru, katika kata yangu vijana wangu hawana tabia hizo. Sio watu wa kuigaiga. Kwa hiyo mambo ni huko kwao. Huko watu ukimwambia maana ya no reform haelewi anamaanisha nini. Hao wananchi wangu wako imara kabisa, wanaelewa sheria za Tanzania, wanaelewa katiba yao ya nchi inasema nini. Wao wako kwa kusubiri Oktoba kwa ajili ya kutia tiki tu. Na wameshasema kwamba wao na Mama Samia wao hawaelewi chochote. Kwa hiyo kwa kweli ni vijana wa kujivunia hasa katika mambo hayo. Hawawezi kujishughulisha na mambo ambayo hayawahusu. Yako nje na utaratibu na iko nje ya sheria. Mimi cha kuwaasa vijana wangu wa kata ya Makole ni kuwaasa kwanza wawe na amani, wawe na utulivu, wao waangalie tu. Hususan kata yangu, kata ya Makole ni kata ya kibiashara. Wao wako busy sana na mambo ya biashara na mambo ya kuuchumi, kuhakikisha kwamba Tanzania, nchi yetu, mkoa wetu wa Dodoma pamoja na kata yetu tunaenda kufanya nini, kwa sababu tunaona maendeleo makubwa ambayo amefanya Mama Samia. Nimezungumzia kiujumla, si Makole pekee. Kauli yako kwa hiyo kauli mbiu ya no reform no election, kama kiongozi, kiujumla hiyo kauli si njema sana. Watu waibeze tu, waone kama kauli zingine ambazo hazina mantiki katika jamii yetu na katika Tanzania yetu. Sawa.